بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد لغزانgu katika wakati huu mfupi napenda nitumie fursa hii ya kuweza kukumbushana sote kwa pamoja kunako ibada hii ambayo tunaitarajia kuifanya kabla au baada ya siku 3-4 huko mbele kwetu. Miongoni mwa ibada hiyo kuna ibada ya Eid na pia kuna ibada ya zakatu al-fitr. Kwa kuanza tu kwa leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala napenda tuizungumzie kwa ufupi zakatu al-fitr. Tufahamu ya kwamba ndugu zangu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kwetu sisi wepesi na wala hataki kwetu sisi kututia uzito. Mola wetu tabaraka wa ta'ala anatupendelea sisi tuyafanye yale mambo ambayo ni mepesi katika dini yetu, na wala yale mambo mazito Allah subhanahu wa ta'ala hayataki kwetu sisi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi mashuhur anasema ya kwamba alayhi salatu wasalam kwamba ad-dinu yusrun, dini hii ni nyepesi. Dini hii ya Allah tabarak wa taala ni dini iliyojengeka katika misingi ya wepesi. Wala yushadda ahadun illa ghalaba, na hatoitia uzito yoyote katika sisi, hatoitia uzito yoyote katika sisi hii dini illa ghalaba, isipokuwa itamshinda. Na hii ni uthibitisho wa wazi kabisa wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni as-sadiqul masduq. Wangapi katika watu ambao wametilia uzito dini hii na imewashinda? Wangapi katika watu ambao wametia ugumu katika hii dini mwisho wao ikawa fi al-hadid al-awhadi, wameenda kuanguka kabisa katika maporomoko ya chini huko, kwa sababu wameitia dini hii katika mazingira mazito. Na maana ya wepesi wa hii dini sio kwa maana ya kwamba mtu afanye anachokitaka yeye, lile ambalo nafsi yake inapendeza alifanye ndio aseme huo ndio wepesi. La, al-yusr, wepesi unaokusudiwa ni kubakia katika yale mafundisho aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na aliyoelekeza Allah tabaraka wa taala. Katika maelekezo aliyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii ibada ya zakatul fitri, au ibada kwa jina lingine inaitwa sadaqatul fitr. Inaitwa zakatul fitri na pia inaitwa sadaqatul fitr. Na imeitwa hivi kwa sababu ya kwamba as-saim, yule ambaye amefunga baada ya kumaliza Ramadhani yake hula, anakula, ndiyo maana ikawa inaitwa zakat al-fitr, kwa maana ni takaso la chakula, la kule kula. Kwa maana wewe umaliza funga yako, umekaa muda mrefu hauli mchana wala asubuhi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuletea khairi wewe ya kula, basi hili inaitwa ni zakatul fitri, takaso, safisho la kule kula kwako. Hii ndio sababu iliyopelekea ahlul ilmi kusema ya kwamba zakatul fitri inaitwa hivyo, kutokamana na kwamba kile chakula unachokula wewe siku ya Eid kinatakaswa, kinasafishwa. Na hii ibada ya zakatul fitr ni ibada ya wajib, ni ibada ya wajib, au waweza kusema ni ibada ambayo ni mafurudh, iliyofaradhishwa. Na ushahidi wa hilo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar anasema farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatan min al-fitr fi Ramadana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha, maana yake aliwajibisha zaka ya fitri katika mwezi wa Ramadhani au katika kipindi cha Ramadhani, alifaradhisha. Na maana ya kufaradhisha maana yake aliwajibisha sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio hukumu yake. Hukumu ya zakatul fitri ni wajib, ni lazima mtu kuitoa. Kisha Abdullah ibn Umar akaanza kuelezea kiwango ambacho anatakikana mtu akitoe, akasema sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir, ni pishi linalotokamana na tende au ni pishi linalotokamana na ngano. Pishi kwa maana saa, ima ni kilo 3 na ima ni kilo 2.5.
Swa'an ni pishi ambayo inaweza kufikia kilo 2.5 au kilo 3. Swa'an min tamri, pishi inayotokamana na tende, au swa'an min sha'ir, au pishi inayotokamana na ngano. Na ngano kwa maana ya unga, kwa maana ya huu unga ambao tunautumia sisi ndio hii ngano. Swa'an min tamrin au swa'an min sha'ir. Hichi ndicho kiwango cha mtu kutoa. Kisha Abdullah bin Umar akaelezea ya kwamba ni nani ambaye amefaradhishiwa hii zakatul fitri kutoa. Faqala radiyallahu anhu ala al-kabiri was-saghir, kwa mkubwa na mdogo. Yote yule ambaye ni mkubwa ni muda wa kuwa amefunga, na yule mdogo ambaye amefikia kiwango maalum cha kutolewa. Ala al-kabiri was-saghir, mkubwa na mdogo, wadhakari wal untha, na mwanaume na mwanamke. Zakatul fitri inamuhusu mkubwa na mdogo, na pia inamuhusu mwanaume na mwanamke. Kisha akamalizia minal muslimina, na hii inatolewa kwa waislamu. Haya ni maneno ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri, kiwango chake pishi moja, kwa maana kilo 2.5 au kilo 3. Kwa nani anataka kutoa? Mkubwa, mdogo, mwanaume au mwanamke, mtumwa au aliyekuwa huru, al-hurr au al-'abd, mtumwa au aliyekuwa huru. Huyu ndiye mtu anatakikana atoe zakatul fitr. Kisha akamalizia na mwisho kabisa minal muslimin, kwa maana hawa wote wanatakiwa kutoa wanatakikana wawe ni waislamu. Kafir haingii humo ndani, kafiri hatakikani aingie ndani ya zakatul fitr. Kwa maana tujalie wewe una familia, una watu unawasimamia nyumbani kwako, unawalisha na unawahudumia. Katika hao unaowahudumia kuna wale ambao si waislamu, lakini katika watu ambao wapo chini ya usimamizi wako, hivyo basi inapofikia kipindi cha kutoa zakatul fitri wao hawahusiki, kwa sababu maneno ya Abdullah bin Umar yanasema minal muslimin, kwamba wale wanaotoa wanatakikana wawe ni waislamu na wanaopokea wawe ni waislamu. Hilo la kwanza. La pili aliposema wal kabiru was-saghir, kwamba anayetakiwa kutoa ni mkubwa na mdogo. Ahlul ilm wakamzingatia mdogo pia anaingia yule janin, mtoto aliyekuwa katika tumbo la mama yake aliyefikisha miezi 4, kwa maana tayari ameshapuliziwa roho. Huyu naye mama mjamzito ambaye kambeba mtoto tumboni kwake, kwa maana yeye ni mjamzito, anaangaliwa yule mtoto amefikisha miezi 4. Naam, amefikisha miezi 4. Kwa hiyo katika hesabu yako ya wale wanaotakiwa uwatolee zakatul fitri katika unaowasimamia, basi huyu mtoto aliye tumboni kwa mama yake yatakikana pia umpigie hesabu. Mathalan, una watoto wawili na mke mmoja, watoto wawili na mke mmoja. Watoto hao wawili wako hai, wanatembea uko nao nyumbani na mke mmoja, lakini mke wako naye akawa ni mjamzito na mtoto au na mimba yake aliyokuwa nayo imezidi miezi 4. Hivyo utahesabu ya kwamba katika zakatul fitr ulionayo ya kuwatolea familia yako yuko pia mtoto wa 3, pamoja na kwamba una watoto wawili, ongeza na mtoto wa 3. Vile vile katika maneno haya Abdullah bin Umar, ahlul ilmi wanazingatia ya kwamba zakatul fitri ni mimma fuddil, kwa maana ni katika yale yaliyozidi min hawaiji, katika haja zake mtu. Wewe umeshajalia ya kwamba nyumbani kwako wewe siku ya sikukuu wanakula kilo 5, kwa hiyo wewe ukaenda kununua takriban kilo 20 au kilo 15. Kwa hiyo tukiitoa kilo 5 kwa ajili ya familia yako, na watakula mchana, watakula pia na usiku, kwa maana sikukuu yao imepita kwa uzuri na kwa furaha. Lakini katika kilo 5 uliyoitoa kunapatikana kilo 10 mbele zimebakia, au kilo 15 zimebakia. Hii sasa ndiyo inaambiwa ni zakatul fitri, kwa maana ya kwamba yule ambaye alichokuwa nacho hakizidi katika mahitaji ya nyumbani kwake, huyo hatakikani kutoa zakatul fitr, kwa maana utoe zakatul fitri katika kile ambacho kimezidi kwenye mahitaji yako.
una kilo 15 lakini familia yako inakula kilo 3. Kwa hiyo zile zilizobakia juu zote zile kilo 12 zile ndizo ambazo watakikana uzigawe. Kama ni kilo 3, angalia watoto wako wangapi, toa kilo 3 au 2.5, labda una mke, kilichobakia hichi ndicho ambacho tunazingatiwa kwamba hii ndio zakatul fitr. Sio kama wanavyodhania baadhi ya watu. Usahihi ni kwamba watakikana utoe kile ambacho kimezidi katika chakula ulichonacho, katika hazina ulionayo nyumbani kwako. Tayeb, masharti mawili ya zakatul fitr. Zakatul fitr na masharti yake ni mawili. Sharti la kwanza ni al-Islam. Anayetoa na anayepokea yatakikana awe ni Muislamu. Kwa maana ya kwamba yule ambaye si Muislamu hahusiki katika zakatul fitr, ambaye sio Muislamu hahusiki kabisa. Kwa hiyo yale mawazo na zile maswali ya kusema sisi ni wanafunzi tumejikusanya pamoja, tunakaa katika bweni moja, lakini kuna wenzetu ndio Waislamu, kuna wenzetu kadha wa kadha, hizo fikra mulgha zinaondoshwa kwa hii kanuni au kwa hili sharti kwamba zakatul fitri yatolewa na apewa yule ambaye ni Muislamu. Muda wa kuwa tunatulizana nafsi zetu kwamba huyu ni Muislamu, imma atakuwa ni Muislamu ambaye yuswali, kwa maana ni Muislamu ambaye anasali, wa yasum na anafunga, na sisi tuwapata imani ya kwamba huyu ni Muislamu. Lakini yule ambaye sio Muislamu hatakiwi kupewa zakatul fitr, wa in kana, hata kama atakuwa ni tariku swala. Huyu kwanza hazingatiwi kama Muislamu. Yule ambaye anaacha kuswali, tunafahamu kabisa ya kwamba huyu jirani yangu mimi ni katika watu ambao hawaswali, na tunamwambia maneno kila siku, tumfikishia nasaha, bila shaka huyu ni tariku swala. Tariku swala haingii katika zakatul fitri kwa sababu ameshajivua vazi la Uislamu, na zakatul fitri inamhusu Muislamu. Vile vile yule ambaye unayemsimamia nyumbani kwako, tujalie nyumbani kwako kuna watu wewe unawasimamia, lakini ni katika watu ambao hawaswali, tayari ameshajivua vazi la Uislamu, Kwa hiyo sharti la kwanza la zakatul fitri yatakikana mtu awe ni Muislamu. Sharti la pili, kupatikana kilichozidi katika haja yako, katika matumizi yako. Kwa maana wale watu unaowasimamia au wewe mwenyewe unaowahudumia, pamepatikana mbele yao au pamepatikana chakula ambacho kimezidi, wao wameshapata haki ya chao na kiwatosheleza, lakini kuna ziada iliyopatikana. Hii ziada ikipatikana, waambiwa hapo wawajibika wewe kutoa zakatul fitri, Haya ndiyo masharti mawili ambayo yanayozingatiwa katika utoaji wa zakatul fitri. Na mwisho kabisa, ni ipi hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kufaradhisha zakatul fitri? Ni ipi hikma ya Allah tabarak wa ta'ala kutuwekea hii ibada ya zakatul fitri? Hikam ziko nyingi, lakini miongoni mwa hikma ambayo ni qayyima, hikma ambayo ni raia nzuri kabisa ya kupasa wewe uone uzito wa hii ibada, hikma yake kubwa ni tuhuratan lis-sa'im, ni safisho kwa aliyefunga. Zakatul fitri ni tuhuratan lis-sa'im, ni safisho kwa aliyefunga, mimma qad yaqa'u fi siyami, kutokamana na yale ambayo huenda katika makosa yamemtokea katika funga yake, mimma qad yaqa'u fi siyami, kutokamana na yale ambayo huenda yamemtokea yamemfitikia katika funga yake, minallahwi warafati, miongoni mwa mambo machafu kama vile lahwi, kuongea batil, kuzungumza maneno mabaya, mzaha usiofaa, matusi, kejeli, dharau, vile vile kusengenya, kadhib, uongo, lahwi. Yote haya katika mambo ya lahwi, mambo ya upuuzi. Na vile vile arrafat, machafu, mtu labda kafanya jambo la uchafu kama vile kumpiga mtu na hali ya kuwa ni sa'i. Yote haya ndio kutokea katika saumu, kwenye funga yako. Allah subhanahu anakujalia wepesi kwamba unapomaliza saumu yako amekuwekea ibada ya kuyasafisha haya, nayo ni zakatul fitr. Kwa maana kwenye saumu yako kuna mianya iliyopatikana ndani yake ya mapungufu ya makosa. Miongoni mwa mapungufu ya makosa kama hayo, kuongea uongo, kusengenya, kuteta, kudanganya, kulaghai watu, kufanya mzaha ambao hauna maana yoyote.
Kwa hiyo haya ni mapungufu yaliyotokea katika saumu yako. Sasa unayazibaje? Unayafuta vipi haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe wahitaji wewe saumu yako iende mbele ya Allah ikiwa imesalimika, imekamilika kwa ujira, na wataraji mbele ya Allah subhanahu akulipe janna na akuepusha na moto. Lakini saumu yako ikitizamwa kuna mambo kama haya kadha wa kadha yamekupitia wewe, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwatakia umma wake wepesi amewekea zakatul fitri kwa ajili ya kuwasafishia haya makosa ambayo yamewatoka. Bila shaka sisi sote tunakubali, tunakiri ya kwamba sote ni wapungufu. Wal kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala, ukamilifu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tuongea sisi, twatenda, twafanya shughuli zetu, twaenda huku turudi huku, tuamiliana na watu, lazima kati yetu mapungufu yapatikane, na lazima kwa sisi kasoro zipatikane. Tayib, sasa haya mapungufu, ili wewe ambaye ni Muislamu una nia thabiti ya kulipwa malipo mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala kunako funga yako, lazima ukimbilie ibada hii ya zakatul fitri, kwa sababu inakuondoshea mapungufu ambayo umeyatenda kwa mkono wako, umeyatenda kwa ulimi wako, umeyatenda kwa kiwiliwili chako. Ni bora ukimbilie kwa nguvu zote ili ibada hii nayo uifanye iweze kusafishia yale ambayo yametoka katika funga yako. Insha Allah tuje kuendelea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، wenzangu, tumezungumza hapa katika baada salati dhuhuri katika mlengo kukumbushana na kuelekezana kuhusiana na ibada tukufu, ibada ambayo ni jalila nzuri, ibada ya zakatul fitr, kwa kuwa ndio tunakaribia sisi kwenda kuitekeleza, kwa maana kabla ya siku mbili au siku moja biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutafanya hii ibada. Katika wakati huu mfupi nitafupisha kwa ajili ya kujifunza kwamba ni upi wakati ambao yatakikana Muislamu atoe zakatul fitr. Tumezungumza hapo baada salati adhuhuri kuhusiana na kwamba je, zakatul fitri yawezekana mtu akaitoa pesa nukudan? Walillahi alhamdu, tukabainisha kwamba hadi wa nabii sallallahu alaihi wasallam, muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam umesimama katika nafaka, chakula, na ndiyo tendo la masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Wao walikuwa wakitoa chakula, nafaka, na hawakuwa wanatoa pesa, na walikuwa nazo. Na vile vile jinsia, sampuli ya chenye kutolewa hakuna katika madaru al-qarn, ulimwengu mzima tokea kipindi hicho, isipokuwa kilikuwa ni jinsia ya jinsi au taifu na aina ya chakula, kwa maana nafaka. Hapakuwa na utolewaji wa pesa. Ama kwa wakati huu napenda tujifunze kuhusiana na wakati ambao Muislamu anaruhusiwa yeye kuitoa zakatul fitr. Wanasema wakati wa kutoa zakatul fitr, ahlul ilm wanasema umegawanyika sehemu mbili. Kuna wakati ambao ni wajib na kuna wakati ambao ni waqtul jawaz. Kuna wakati ambao ni wajibu kutoa na kuna wakati ambao inafaa kutoa. Wakati ambao ni wajib, ambao ni lazima mtu atoe, wanasema ahlul ilmi ni kuanzia mwisho kabisa au jua linapozama. Jua linapozama siku ya mwisho ya Ramadhani, ule muda ule wa jua linapokuwa limezama siku ya mwisho ya Ramadhani kwenda mpaka kwenye salatul Eid, huu ndio wakati wa wajibu. Kwa maana ukatoa baada al-maghribi, ukatoa kabla ya salatul Eid kwa masaa au kwa dakika, huu ndio wakati wa wajibu. Kwa Muislamu anawajibishwa zakatul fitri ya kwake, kile chakula alichokuwa amekipata au amekiandaa kwa ajili ya kutolea zakatul fitri, muda wake wa lazima ni pale jua linapokuwa limezama siku ya mwisho ya Ramadhani. Jua linapokuwa limezama siku ya mwisho ya Ramadhani, kuanzia ule muda mpaka wakati wa salat al-Eid, wakati wa swala Eid. Kwa maana swala Eid ikiswaliwa, wakati huo umeisha, wakati huo umeisha wa kutoa zakatul fitr.
huu ndio wakati unaitwa wakati alwajib, wakati wa wajibu na lazima. Ama wakati ambao ni wa jawaz unaitwa wakati aljawaz, kwa maana unaofaa. Wanasema inafaa mtu akatoa zakatul fitri qabla yawm al-eid biyawmin au yawmayn wazada akharun bi 3 ayyam. bali al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala idha intasafa Ramadan wa dhahaba fi qawlihi akhar fi bidayati Ramadan, kwamba zakatul fitri inafaa pia mtu kuitoa kabla ya siku ya sikukuu kwa siku moja. Yani tujalie Shawwal ni tarehe 1 na mwezi wa Ramadhani umekwenda umeishia siku ya 29. Kwa hiyo inafaa wewe siku ya 29 ile kuanzia asubuhi yake mpaka jioni yake, inafaa katika hiyo siku wewe kutoa zakatu al-fitr. Au pia kwa siku mbili kabla ya siku ya sikukuu, kwa maana siku ya tarehe 29 na siku ya tarehe 28. Kwa siku ya 28 ile ukatoa zakatul fitr inajuzu, inafaa kwa muda wa asubuhi mpaka jioni, na siku ya 29 vile vile kati ya siku mbili. Na wengine pia wakaenda mpaka siku 3, kwa maana tarehe 27, 28 na 29. Na wengine wakafikia kusema mpaka nusu ya Ramadhani. Inapokuwa Ramadhani imeingia nusu, kwa maana tarehe 15 ya mwezi wa Ramadhani, inafaa mtu atoe zakatul fitr. Bali Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kauli yake nyingine akaida ya kwamba pale Ramadhani inapoingia tu inafaa mtu akatoa zakatul fitr. Lakini ile ambayo jumhuru ahlul ilmi, kauli ambayo wanaona nao jumhuru wengi wanawachuoni, ni kwamba waweza kutanguliza kutoa zakatul fitri kabla ya siku mbili au siku moja. Hii ndiyo kauli ambayo ni mashuhuri ya kutolea zakatul fitri. Tayib, katika masala haya pia ya siku, ima ni siku mbili au siku moja kabla ya Eid, wanawachuoni pia wana masaili mengi wanayozungumzia kuhusiana na hili jambo la kutanguliza siku moja ama siku mbili kabla ya Eid. Mathalan, Muislamu ambaye amesahau ametia nia kwamba siku ya Eid au kabla ya siku ya Eid au siku itakapokuwa imeingia Eid, mimi nitatoa zakatul fitri, akawa ameandaa mchele wake au ameandaa ngano yake. Lakini qaddara Allah wa ma shaa faala, mpaka anakwenda kuswali salatul Eid amesahau kutoa zakatul fitr. Anakuja kukumbuka sasa baada ya salatul Eid kwamba bwana kuna ibada ya kutoa zakatul fitr. Je, mtu huyu akija akatoa zakatul fitr baada, na alikuwa tayari ameshaiandaa na nia hiyo ipo, akaitoa baada ya salatul Eid, fama hukumu yake? Nasema inafaa, kwa sababu tayari alikuwa ameshatia nia, lakini nisiana na kusahau kwa kumempitia, basi hakuna ubaya kutoa katika wakati huo. Ama yule ambaye atakayekusudia kuitoa zakatul fitri baada ya salatul Eid, wanaambiwa ahlul ilm wanasema ya kwamba fa alayhi an yatuba ila Allah wa yastaghfir, ni wajibu juu yake kufanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba msamaha. Aliyekusudia kabisa ya kwamba yeye atoe zakatul fitri baada ya sala Eid, anaambiwa afanye tauba kwa Mola wake tabarak wa ta'ala, kwa sababu yeye ni athimun, hapa amefanya dhambi, amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, amemuasi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni wajibu juu yake afanye tauba, aombe msamaha kwa Allah subhanahu kwa hili dhambi ambalo yeye kalifanya, kwa sababu zakatul fitri haitolewi baada ya swala. Zakatul fitri haitolewi baada ya swala, ama inatolewa kabla ya swala. Ama yule atakayetoa baada ya swala ni yule ambaye alikusudia na ameiandaa, lakini kampitikia yeye kusahau, huyu ndio anaambiwa huyu haingii katika makosa na zakati yake inakubalika. Ama yule ambaye kakusudia kabisa kwamba anaitoa baada, huyu fala budda an yatuba ila Allah, yamtakikana atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na aombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa min ba'd al-akhta, katika baadhi ya makosa ambayo yanafanyika kwa wengi katika Waislamu katika salatul Eid kuhusiana na zakatu hii, zakatul fitri, ni kunadi na kutoa matangazo na maneno ya kuambia watu wenye zaka yake alete hapa, mwenye zaka yake alete hapa. Hadha la mishra, hili halijaruhusiwa katika sheria yetu. Muda wa kuwa watu wanakumbushana katika mambo ya dini kama hivi, Muislamu mwenyewe, kwa sababu ni jambo la ibada, basi agombanie, apiganie, aende itekeleze ibada hii kabla hata ya kufika wakati wa salatul Eid. Na utaona ya kwamba wengi wanaokumbushwa wanakimbilia kutoa pesa, wengi wanaokumbushwa
muda wa kuwa salatul Eid haijasimama, wengi utawaona wanakimbilia kutoa pesa, na hali ya kuwa tumesoma hapa ya kwamba haitakikani kwa Muislamu kutoa pesa zakatul fitri. Yatakikana aende akanunue mchele ndio autoe. Ama jambo la kukumbusha tu katika mbabi nasiha, mlango wa kukumbushana na nasaha ni kama hivi kwamba tupo na bado salatul Eid au Eid haijafika, Muislamu azinduke. Ikifika Eid jambo lake lio limeshaisha, ashatekeleza ibada hii. Kwa hiyo haya katika baadhi ya makosa ambayo tunayafanya sisi kwa lengo la kunadi na kutoa maspika masauti huku na huku na kunadi, mpaka unasikia baadhi ya wengine Eid imeshapita, swala ya Eid anaendelea kunadi na kutoa masauti. Bwana mwenye zaka yake alete hapa, mwenye zaka yake alete hapa. Hadha la mishra, hajaruhusiwa utaratibu kama huu. Zakatul Eid au zakatul fitri inatolewa kabla ya swala ya Eid. Huu ndio wakati ambao takikana mtu atoe zakatul fitri, na inayotolewa ni chakula na wala sio pesa. Nasallallahu bimannihi wa karamihi yarzuqana ilman nafi, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، endelea na kuangalia masala inayofungamana na zakat al-fitri. Jana tuliangalia kunako hikma ya kuwajibishwa zakatul fitri, tukaona hikma zilizotajwa na imam na mashekhe ziko tatu, na hizi zote zimetolewa ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipengele kingine cha 4 leo hii tutaangalia miqdarul wajib, kile kiwango ambacho ni wajibu mtu kukitoa, kiwango ambacho ni wajibu mtu kukitoa. Wanasema alwajibu fi zakatil fitri, wajibu katika zakatul fitri ni sa'un min ghalib qut, ni pishi linalotokamana na chakula ambacho ni aghlabia, mara nyingi kinapatikana katika miji. Ahli baladi, cha watu wa mji, chakula ambacho watu wa mji wanakitumia sana, aghlabia, mara nyingi watu wa mji wakitumia chakula hicho. Kwa atakiwa atoe pishi ambalo linatokamana na chakula wanachokula watu wa mji mara nyingi, imma min burrin, ngano, au shairi au sha'ir au tamri au tende au zabib au aqiqin. Aqiqin wanasema ni maziwa haya ya unga, au urzin au mchele au dhurra au mahindi au ghairi dhalika, au yasiyokuwa hayo katika vyakula ambavyo watu wa mji wanakula. Kimpa mtu anajua kwamba kweli bwana, hapa bwana mimi nimejistiri bwana, Ramadhani, Eid al-Fitr au sikukuu hii kwangu imependeza, au ghairi dhalika, au sio kwa hivyo. Kwa hiyo imma ni ngano au ni zabibu au ni tende au ni mchele au ni mahindi au ghairi dhalika. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وكثبiti hayo, hizo sampuli hizo zimethibiti kwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ambazo ni sahihi, kama vile hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma iliyotangulia. Kwa hiyo tunapata ya kwamba kinachotolewa ni pishi moja linatokamana na sampuli hizi ambazo tumezitaja, imma mojawapo ambayo inaendana na mji wako, kama watu wa huko kwetu ni mchele tu, hamna lingine, au ngano. Mazoea watu wa kwetu, huwezi kumletea mtu tende kama siku ya sikukuu afurahi kwa kuletewa tende, au kumletea al-aqiqi, maziwa ya unga,
usikamletea mtu hivyo, sababu si mazoea watu wa miji yetu. Wetu waletee unga wa sembe, umletee mchele, umletee maharage, ni chakula cha watu wa mji. Pia nukta nyingine, wayajuzu an tu'ti al-jama'atu zakata fitriha li shakhsin wahid, na inafaa kikundi cha watu kilichojikusanya, inafaa kikundi cha watu ambao wamekamilisha masharti ya utoaji zakatul fitri, inajuzu kwa kikundi hicho kutoa zaka yao al-fitri kumpa mtu mmoja. Hiyo inafaa. Jamaa minan nas, kundi katika watu walikusanya, uwezo wao ni mdogo hafifu, wakachanga huku na huku, kilo moja, robo 3, robo 4, 5, wakapata kiasi fulani cha mchele, wakachukua ile pale wakampa mtu mmoja katika wafukara na masakini. Hii inafaa, wala hakuna mani. Na hii ukiliangalia kwa sura ya mbali na kuonesha kwamba Uislamu unaangalia mpaka hali duni ya mtu. Kwa hiyo hata akichukua wakachanganya wale na wenzake wenye hali duni, wakajikusanya pale wakapata, jamani na sisi pia tutoeni zakatul fitri, atolewa yampa mtu mmoja, na kila mmoja atapata nasibu fungu kutokamana na kila alichokitoa kidogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atapata. Kwa hiyo kama ilitoka kijirobo au robo 3, mmejikusanya watu 5 6, mkakusanya mkaweka robo 3 za kwenu, kuja kukamata hivi zimefika kama kilo 2.5, basi fahamuni ya kwamba ujira unaopatikana katika zakatul fitri kila mmoja katika nyinyi ataupata, wala hamtonyimwa chochote katika ujira wa Allah ambao kaupanga, hamtonyimwa hata kidogo. Na vile vile wa ayyuti alwahidu zakatahu li jama'atin, na pia inafaa mtu mmoja akaitoa zaka yake kuwapa kundi la watu. Inafaa pia mtu mmoja akaichukua zaka yake ile akaitoa kwa ajili ya kikundi cha watu. Hili pia linafaa. Yote haya ni katika kuonesha maslahi ya hii dini. Kusudio tu kila watu waingiwe na sururu na tabasamu na furaha katika siku ya Eid. Sururu na furaha isiyo katika baadhi ya watu kinyume na wengine. Inafaa hata mtu mmoja ambaye ana kilo yako 3 ukaichukua ukaipeleka ni familia fulani. Jamani, hii zaka yangu na wapeni nyote nyinyi. Nyinyi mkana mmekosa wa kuwaleteni, basi mimi natoa ya kwangu hii kilo 3 yangu au 1.5 na kupeni nyinyi. Na kweli wale mafukara hawana uwezo huo, basi wanapokea hiyo. Kwa hiyo imetoka kwa mtu mmoja imekwenda kwa watu wengi. Yote hii ni ukarimu wa dini ya Kiislamu. Jambo la pili katika haya masala manne, katika haya masala ya 4, hili ni jambo la pili. Jambo la 3, wala yujzi ikhraju qimata at-ta'ami, haitofaa kutoa kiwango cha chakula. Kiwango hapa kinachokusudiwa ni pesa au thamani ya ile chakula, wewe ndio ukaitoa, haitojuzu. Unaona fakiri pale amesimama anasubiria zakatul fitri, wewe ushapiga hesabu yako kilo 2.5 au kilo 3, labda ni kama shilingi 7,000, basi wachukue 7,000 yako kuampa. Hadha la yujizi, hii haifai. لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم, kwa sababu hilo lipo kinyume na vile alivyoamrisha Mtume alayhi salatu wasallam. Na sisi tunafahamu kwamba haitakikani sisi Waislamu kukhalifu amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Qur'ani yenyewe imetaja na kusema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna, wachukue tahadhari, kubwa wale wanaokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasije wakapatwa na fitna, maasiya, adhab mbele ya Allah subhanahu. Kwa ukhalifu
amri moja tu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa amri za mtume ni kwamba kinachotolewa ni chakula. Katika amri za mtume kwenye zakatul fitri kinachotolewa kinakuwa ni chakula. Kwa hiyo hutakiwi kukhalifu amri hii. Na hiyo nasema wanawachuoni hii ni jinsi kwamba yatakikana tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo sita. Miongoni mwa hayo mambo sita ni jinsi, yani sampuli na jinsia. Kama mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuchinja alitoa maelekezo wanyama wa kuchinjwa ni ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo, wewe ukasema ni mwerevu zaidi ukaenda kumtafuta farasi au punda wa porini ukasema ngoja ndio mtumie katika kumchinja ili watu wapate nyama pori wale, hapa umemkhalifu mtume alayhi salatu wasalam fi jinsi, umemkhalifu mtume katika jinsia. Kwa hiyo yeye ametoa sampuli ya wewe kutoa zakatul fitri, imma itakuwa ni ngano, mchele, mahindi kadha wa kadha. Wewe unasema hapana, mimi naleta jinsi nyingine, naleta sampuli nyingine na natoa pesa kima. Ama masala ya kusema kwamba umemtumia pesa amekwenda au umeituma pesa kisha ile pesa akaichukua akaenda sokoni akanunua mchele, halafu ule mchele ndio akautoa kwa kumpa fakiri maskini, hadha la mani. Bila shaka huu mchele, mahindi haya ukiyachunguza asili yake mpaka umeyapata ni pesa imetoka, kuna pesa imetumika hapo ndio ipatikana mchele, ndio ipatikana unga. Sasa kinachokatazwa ni ile pesa yenyewe wewe ndio ukaitoa ukampa fakiri, ama ukaiswarifisha na kuitumisha katika kwenda kununua hizi nafaka, kisha ile nafaka ile ndio ukampa mhusika, hana jaiz. Hii nafaa hilo. Kinachokatazwa ni kuitoa ile kinga. Shampigia hesabu kwa mfano, watu wengine wakwambia sasa zakatul fitri wampa mtu mchele, sasa fakiri mtu mwingine hana mkaa, zakatul fitri hana mafuta, hana nyama au hana mboga, hana hata chumvi. Hayo ya kwako sasa, hayo unatafuta, hayo ni ya kwako wewe. Sheria inataka utoe sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin au sa'an min burrin au ursin au dhurra, nafaka tu, toa nafaka. Haya mengine haya utaiangalia utaratibu mwingine, lakini usiyanasibishe katika zakatul fitr. Haitakikani kuyaingiza katika zakatul fitr. Zakatul fitr ibakie vile vile kuwa ni nafaka. Mpe mtu nafaka ile ambayo amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam inakuja. Sasa baadaye utakuja moyo wako sasa, lakini mama fulani huyu nimempa mchele, mimi najua maisha yake huyu, mkaa pia hana, mafuta hana. Sasa wewe katafute, ima ndio umpe pesa, bwana hii hapa ya mchele, hii hapa ni ya mkaa, hali ya kuwa nafsi yako inakiri kabisa kwamba hii pesa ninayompa haihusiani kabisa na zakatul fitr. Hii ni sadaka yangu, nampa katika hali ya kumsaidia. Hii ni tambia ambayo inatakikana pia ifahamike kwamba watu wanapenda kuingiza vitu kama hivi. Kwa unaweza kumpa mtu mchele lakini akawa hana vitakavyoweza kumsaidia kula huo wali. Kwa hiyo basi inabidi sasa tutoeni pesa. Ile pesa utakayoitoa usiinasibishe kama ni zakatul fitri, inasibishe tu kwamba hii ni sadaka tu ninampa, namsaidia tu ndugu yangu basi. Kwa hiyo ukitoa qima, thamani ile ya chakula, umekhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na kukhalifu amri ya mtume alayhi salatu wasalam ni shari kubwa mno kupita unavyotafakari wewe. Kuikhalifu amri ya mtume moja ni shari kubwa mno, kinyume na mtu anapotafakari.
amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mifano iko mingi ya waliokhalifu amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakapata na msiba na mitihani. Miongoni mwa mifano ya wazi ambayo anaifahamu wa mbali na wa karibu ni katika vita vya Uhud. Basi katika vita vya Uhud, suratu Ali Imran imeeleza vita vya Uhud, watu walikhalifu amri hiyo. Mmoja pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, madhara yake mpaka Mtume akaumia meno, madhara yake ikapelekea mpaka masahaba wakapigwa, madhara yake yakapelekea mpaka watu wakafa, madhara yake yakapelekea mpaka watu wakimbia katika uwanja wa vita, ambapo kitendo cha kukimbia katika uwanja wa vita min akbari al-kabair, ni katika madhambi makubwa. Watawalli yawma zahf, kukhalifu amri moja tu. Kaeni kwenye hili jabali, msitoke, kaeni na kiongozi wenu. Hata kama mtakuona sisi tuko tunakusanya ngawira na mali, msiteremke. Hata kama mtaona sisi tayari tumeshinda, msiteremke, kaeni huko juu. Wakakhalifu ile amri, wakateremka, yakawakuta yaliwakuta. Awalamma asabatukum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha, Allah kasemaje? Qul huwa min indi anfusikum, hilo limetokamana na machumo ya nafsi zenu, ndio yamewapata haya. Na walipata nguvu makafiri walipata nguvu mpaka wakaanza kunadi, kama Abu Sufyani baada ya kuona uwanja umekuwa mweupe, Muhammad haonekani na amepigwa. Abu Sufyani akanyanyuka kwa sauti ya juu, anasema u'lu hubal, anasema hivi, u'lu hubal, nyanyueni sanamu la Hubal, nyanyueni sanamu la Hubal. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasikia sauti ya Abu Sufyan kabla ya kusilimu, yani kwa maana ya kwamba u'lu hubal, maana ya kunyanyua sanamu la Hubal, maana yake ni kwamba sasa umefika wakati wa ushindi wa sanamu hili. Hivi sasa watu wote wanatakikana wanyenyekee juu ya kumsikiliza na kumtii Hubal, kwa sababu kafanya mambo. Hakuna nafasi ya Allah wala hakuna nafasi ya Muhammad tena ya kutiiwa. Sasa anatakiwa kutiiwa na kuabudiwa ni Hubal. Abu Sufyan anasema hayo maneno, u'lu Hubal, mnyanyueni juu Hubal. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika bonde lile, kajificha maumivu, anawaambia ala tujibuna, mbona hamumjibu? Mbona hamumjibu Abu Sufyan? Maana hapa anajigamba kwamba ushindi sasa wa sanamu mungu wao Hubal umepatikana. Mtume anauliza ala tujibuna, masahaba akamwambia kaifa nujibu ya Rasulullah, tutamjibu nini tena huyo bwana, hali shakuwa tete, tutamjibu nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza, akamwambia innakum ta'buduna al-'aliyya al-'azim, kwambieni kwamba nyinyi mnamwabudu wa juu zaidi na mtukufu zaidi. Ilifikia hivi makafiri wanajigamba kwa sababu ya kukhalifu amri moja tu masahaba. Haya, sisi tunakhalifu amri moja tele, vipi makafiri wasijigambe na vipi makafiri wasiwe juu yetu? Kwa hiyo kukhalifu amri hata katika zakatul fitr yawezekana ukapata na mtihani. falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna, Qur'an nasema hivi, achukue tahadhari yule anayekhalifu amri ya Mtume asije akapatwa na fitna. Na hii dunia imepelekea leo hii watu wengi kujitia nao wana rai, wana mitazamo katika dini. Bana kuna shida gani bana, kama si pesa tu, ukimpa mtu pesa atajua yeye mwenyewe cha kufanya. Mimi nimetoa pesa yangu ya kilo 2.5, yeye mwenyewe ataangalia atakapotaka mwenyewe, shida iko wapi? Mbona mnaifanya dini kuwa nzito sana? Mnaweka masharti magumu, kwani pesa asili ya chakula hicho asili yake ni si pesa tu. Tatolewa nyudhuru nyingi ambazo la mahalla laha min al-i'rab. Simama katika jinsia ile ile. Kama ni mchele, toa mchele wako, piga hatua zako, washa gari lako, washa pikipiki yako, piga pedali yako ya basikeli, nenda kanunue mchele,
uende ukamkabidhi mama fulani, ukamkabidhi familia fulani, ukamkabidhi mzee fulani, bwana hii ndio zakatul fitri ya kwangu. Hakuna haja tena ya kuanza kutumia falsafa na rai. Dini hii haijajengeka katika msingi wa rai hata sunna wala mitazamo. Dini hii imejengeka kwa nusus, imejengeka kwa dalili. Kwa ukiwa dalili ndio unaifanyia kazi. Ukiwa na rai fa alqiha fi hush, kama wanavyosema ahli ilm, kwamba kama una rai zako ambazo zinakhalifu Qur'an na Sunna, zidumbukize chooni kwenye maji na mikojo. Kama mmoja anasema fa alqiha fi hush, mwingine akasema au bul alayhi, au ikojolee hiyo rai yako, nenda kaikojolee kabisa iishe, kwa maana dini haina rai. Vile vile ukifanya hivyo kutoa thamani ya pesa, mukhalifu ya amali sahaba, umekwenda kinyume na tendo walilofanya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'am, wao masahaba walikuwa wanatoa ile zakatul fitr, walikuwa wanatoa pishi la chakula bila nusu, ile wanatoa masahaba. Kwa hiyo wewe ukienda ukasema uanze kutoa thamani ya pesa, kwanza umekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na umekwenda kinyume na njia ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Na yajua matukio ya mwenye kukhalifu njia ya masahaba. Rudi kwenye Qur'an, sura an-Nisa, Allah anasema wa man yushaqiqir rasula, yoyote atakayemuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa uongofu umeshambainikia. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akaifuata njia isiyokuwa ya waumini. Pigia mstari hapo, njia isiyokuwa ya waumini. Njia gani hiyo ya hao waumini? Ndio njia gani? Na hao waumini ndio watu gani? Utaona wanaingia masahaba al-ula al-awwalin, wanaingia masahaba kuingia kwa mwanzo kabisa, kwamba waumini wa mwanzo kabisa ni masahaba. Wanaingia vipi? Kwenye yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ya Irbad ibn Sariya, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, jichukueni, jilazimisheni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, masahaba hawa. Na ndio wale khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu mimi Muhammad alayhi salatu wasallam. Sasa Allah anasema na ukaifuata njia isiyokuwa ya waumini, atakayemuasi mtume baada ya kuijiwa na ubainifu na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, malipo yake ni nini? Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tumuelekeza huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tunamuingiza katika moto wa jahannam, wa saati masira, na ni mafikio mabaya kabisa moto wa jahannam. Masahaba wanatoa chakula walipoelekezwa na mtume wao alayhi wasallam kwenye zakatul fitr, kama mtu utoe chakula, na wakatoa, wakatekeleza amri ya mtume alayhi salatu wasallam. Wewe na Kiingereza chako na mawazo yako haya ya kimagharibi yakakuchanganya, ukaona kwani kuna ubaya gani, kuna shida gani mimi nikimpa mtu la 10,000, kuna shida gani nikasema hii ndio zakatul fitr ya kwangu? Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alikoelekea. Maana yake ataelekea kwenye ule utaratibu wa kuto kuifuata njia ya masahaba, na vile vile ataelekea kwenye utaratibu wa kuto kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na uongofu tayari ushamwijia, ndio atakuwa maisha yake yale. Ukimwambia hili, sasa nyinyi mbona mnapenda sana haya mambo? Yaani nyinyi mkiambiwa kitu hii dini, zamani ilikuwa mazingira ya zamani ilikuwa ni finyu madogo, hivi sasa dunia imepanuka, ndio maana kuna misahafu. Anapotoa mifano ya ajabu. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tumuelekeza huko alikoelekea. Maana yake atakuwa yeye kila anapoletewa dalili lazima aichanganye na mawazo yake na akili yake. Akili yake ikikataa, anaitupa nasi sahihi, anatupa dalili sahihi, anatumia akili yake ambayo anaiona ndiyo
al-mahkamatu al-ula, ndio anaiona ndio mahakama ya mwanzo kabisa ya kumuendeshea utaratibu wake wa dini. Haya ni malipo ya Allah subhanahu. Kwa hiyo wewe kutoa kima, kutoa thamani ya pesa badala ya kutoa chakula, hapo umemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na umekwenda kinyume na matendo waliokuwa wanayafanya ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mafikio yake sasa ndiyo hiyo aya Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea, wa nuslihi jahannam, tutamdumbukiza na kumuingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masir. Na Allah angalia alivyosema, anasema nuslihi jahannam, tutamuingiza jahannam, kana kwamba usije kadhania jahannam ni bonde fulani. Yani aya hiyo ilivyo, kana kwamba usije kadhania kwamba hiyo jahannam ni kijimtaa fulani au ni nchi fulani utapata uraia utakwenda kuishi huko, tutakuingiza katika jahannam. Ili usije kadhania hivyo. Akamalizia akasema wasaati masira, hayo ni marejeo na matukio mabaya sana. Usidhanie marejeo na matukio mazuri, ni mabaya mno. Wasaati masira, kwa kuwakhalifu masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Na ndio maana sisi tunapenda kuwaambia kila siku watu katika hutuba zetu, katika durusi zetu, kushikamana na mfumo wa salafu salih, kushikamana na utaratibu wa masahaba ndio najaa, ndio kufaulu kwetu sisi. Tukikhalifu tu tukasema tutumie rai zetu, mitazamo yetu wenyewe na nini, matamanio yetu, hakika mafikio yetu ni mabaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile jambo la tatu, kwamba zakatul fitri ni ibadatun mafruḍa, ni ibada iliyofaradhishwa, kama tulivyopita katika hadithi ya Abdullah bin Umar. Ni ibada iliyofaradhishwa min jinsin muayyan, kwa sampuli maalum, wa huwa ta'am, ni chakula. Kwa hiyo wewe ukitoa qima, ukatoa thamani, ushaenda kinyume, kwa sababu zakatul fitri imefaradhishwa kwa jinsia na sampuli maalum ya chakula. Kwa maana yenyewe yafahamika kama ni chakula tu, si pesa ya kwenda kununua chakula, ni chakula kama chakula kilivyo. Kwa hiyo ukimkabidhi mtu, sawa sawa yeye atakwenda kukiweka katika mashimo yake au kwenye akiba zake, au akaenda kuuza, au akaenda kumgawia kafiri, au akawapa kuku zake au bata zake wakala, hilo ni la kwake yeye. Matumizi ya hiki chakula ni juu yake yeye. Lakini wewe umetoa kwa lengo la kujitwaharisha na kujisafisha kutokamana na makosa yaliyotokea na kupitikia katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ukitoa thamani ya pesa, manake ushaenda kinyume na ibada hii iliyofaradhishwa, ambayo imefaradhishwa kwa sampuli maalum ya chakula. Kwa hiyo fala yujzi ikhrajuha min ghairi jinsi muayyan, haitofaa kuitoa zakatul fitri kwa isiyo kuwa sampuli yake maalum, haitofaa. Kwa hiyo hapo utakuwa unajihesabu tu umetoa tu sadaka ya kawaida, lakini sio zakatul fitri ya kwa ajili ya kusafisha wewe na makosa yaliyokupitia katika mwezi wa Ramadhani. Hapo hautakuwa umefanya hivyo, bali wewe utakuwa unapata thawabu ya kumsaidia mtu, kumpa sadaka. Basi Muislamu mwenzako umempa chakula ale basi. Lakini kama ni zakatul fitri, umeshavunja taratibu zake, umevunja miko yake. Yatakikana zakatul fitri ikiwa ni chakula. Wewe hata kama una pesa, nenda kanunue hiyo pesa yako, nenda sokoni, chukua gunia zima, magunia 2 matatu, nunua mchele, nunua na mifuko pale, ipimwe kilo 2.5, wagawie watu. Basi ndo ile sasa unapata yale malipo tuliyosoma huko nyuma. Yale malipo ndio unayapata. Lakini ukitoa pesa yako ukawakabidhi watu, kama wale unaowaona ya kwamba wanavizia msikitini, naingia mnatoa bahasha, nini ni zakatul fitri? Tajiri bwana katoa zakatul fitri bwana, kifungua pale kwa 1,050, nini zakatul fitri ya bosi. Tena kuna barua zingine bahasha na zakatul fitri pesa, zakatul fitri kibahasha. Kwa hiyo hapa na hesabu kwamba tayari ameshaandikiwa ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabalie matendo yetu tunayotenda. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku mwisho uliokuwa mwema, na tuthibitishe katika haki mpaka tutakapokuja kukutana na yeye subhanahu wa ta'ala, na tukingi na fitan
na mitihani na mabalaa na bid'a, na tuthibitishe katika sunna, na tuthibitishe katika manhaji ahli sunna wal jamaa, na tukinge na shari ya watu waliokuwa shari, na tukinge na hasadi ya wale watu ambao mahusad. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, endelea kukumbushana yale yanayofungamana na zakatu alfitr. Jana walillahi alhamdu tulitizama kwa ufupi miongoni mwa hikam ambazo zimewekwa na sheria au ni sababu ya kuwekwa sheria hii ya zakatu alfitri. Tukasema ni tuhratan lisaim, kwamba zakatul fitri ni safisho kwa yule ambaye amefunga kutokamana na laghwi na rafath mimma qad yaqa'u fi siyam, miongoni mwa yale ambayo yanaweza kuwa yamemtokea mtu katika funga yake. Kwa hiyo Allah subhanahu akaweka hii zakatul fitri kwa ajili ya kumtaharisha aliyefunga kutokamana na laghwi, maneno ya batil, wa rafath na mambo ya uchafu ya uongo wa ila ghairi dhalik. Ama leo hii insha Allah tutaangalia pia vipengele viwili, na pia al-asr tutaangalia kitu kingine biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kipindi hiki tutaangalia miqdarul wajib, kiwango ambacho ni wajibu mtu ukitolea zakatul fitr, kiwango ambacho ni wajibu kwa yule ambaye amemiliki ziada katika haja aliyokuwa nayo. Kiwango ni kipi? Wanawachuoni wanasema kupitia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ni sa'an kwa maana ya pishi, na sisi pishi kwetu ni kilo 2.5. Sa'an kwa maana ni pishi moja, na pishi kwa lugha ya Kiarabu sa'an kwa kwetu Kiswahili tunasema ni pishi kwa maana kiwango cha kilo 2.5. Na al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yeye akaona ya kwamba pasipatikane mkinzano wa kugundua, akaona kabisa ni bora mtu aseme tu pishi na maana ya kilo 3, pishi na maana ya kilo 3, lakini maneno ambayo ni mutadawi yaliyozoeleka kwetu sisi na uzunguruka, pishi na maana ya kilo 2.5. Kwa hiyo yule ambaye atakayemiliki kilo 2.5 ziada katika chakula alichokuwa nacho, imma changano au mchele au mahindi au kile ambacho watu wa mji wanatumia kwa wingi, anaambiwa hicho kiwango kimefikia yeye kutoa zakatu alfitr. Kwa hiyo tunapata ya kwamba miqdar inayotakikana ya wajib ni kiwango hiki cha sa'a. Hivyo basi haitofaa mtu kuzidisha zaidi hapo, akiwa na maana ya kwamba hiyo ndo zakatu alfitr, akaamua atoe kilo 10 akisema hiyo ndo zakatu alfitr. Simama pale pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza. Hii ni nukta ya kwanza. Ama nukta ya pili katika masala haya ya miqdar ya kiwango ni kwamba haitojuzu mtu kutoa qima katika zakatul fitr. Naposema qima kwa maana ya kiwango au kutoa thamani kwa maana utoe pesa kumpa mtu, bwana wewe ndio unahitajika kupewa zakatul fitri, wapige hesabu kilo 2.5 sawa shilingi ngapi, 7,000 au 5,000 au 6,000, ukamkabidhi mtu shilingi 6,000. Fahadha la yajuz, hili halifai. Na sababu gani halifai? Kwanza kabisa tufahamu ya kwamba sisi tumeelekezwa na sheria kwamba ili tuonekane ya kwamba tumemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima tupitie katika mambo 6. Katika hayo mambo kuna jambo la sababu, lazima sababu yako iendane na sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kaifia, namna
lazima namna unayofanya wewe ndio ile namna ambayo kaifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile miqdar, kiwango kile kilichotoa Mtume alayhi salatu wasallam yatakikana pia unawe ukitoa hicho. Vile vile zaman au az-zaman, wakati ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameufanya jambo fulani, yatakikana na wewe huo wakati nao ufanye. Pia jambo lingine ni jinsi, ni sampuli ambayo Mtume alayhi salatu wasallam kaifanya, yatakikana na wewe pia uifanye hivyo. Kwa hiyo ndani ya sampuli, mathalan Mtume alayhi salatu wasallam katika baadhi ya ibadat alichinja mbuzi au alichinja kondoo au alichinja ng'ombe au ngamia. Kwa hiyo jinsi ya ibada hii ya kuchinja kama vile kwenye ibada ya hija, kwa maana kuchinja imma ni al-ghanam, mtu achinje ghanam kwa maana ya mbuzi au kondoo. Leo wewe ukasema bana, mimi naona kijikondoo kidogo, ngoja niende nikalete ng'ombe mkubwa, au niende nikanunue farasi, au nikalete punda ambaye alwahshia wa porini. Tunaambiwa kwamba hapa umeenda kinyume na jinsi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitumia na kuichinja. Kwa hiyo ukifanya hivyo, hata kama ulikuwa umekusudia ujira mkubwa, hautoweza kuambiwa kama umemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hapo umekhalifu jinsi na sampuli ambayo alitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukiangalia Mtume alayhi salatu wasallam katika zakatul fitri, ni sampuli gani aliyoitumia katika kuitoa kwenye zakatul fitri? Jawabu ni ta'am, ni chakula kwa maana nafaka. Kwa hiyo wewe ukija sasa ukaja ukatoa nafaka, ukaamua utumie fedha, uchukue pesa yako 600 yako au 6000 yako au shilingi yako, ukaamua uitoe, unaambiwa hapo khalafta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, umemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Qur'ani yenyewe imethibitisha hivyo ya kwamba haitakikani kumuasi Mtume alayhi salatu wasalam, kwani ni tahadhari kubwa Qur'ani imetoa aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna, wachukue tahadhari wale wanaokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, wasijipatwa na fitna au adhab, au wasije wakapata na adhabu yenye kuumiza. Kwa hiyo sisi kukhalifu amri ya Mtume, kwa maana sisi tukaja tukachukua kima cha pesa ndio tukaiona ndio na thamani zaidi, tukaitolea zakatul fitr, tunaambiwa hapa tumekhalifu amri ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hadithi Abdullah ibn Umar, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sadaqatan fil fitr fi Ramadan sa'an min tamrin au min sha'iri au min burrin min almuslimin ala alkabiri was-saghir wadh-dhakari wal-untha min almuslimin. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelekeza ni nafaka za kutolewa. Kwa hiyo kinachotolewa ni nafaka, sio pesa. Kwa hiyo wewe ukitoa pesa, maana yake umekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna kitu kibaya kikubwa mno kama vile Muislamu kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo ambalo ni zito. Kila pamoja na kwamba sisi wengi tulichukulia ni jambo jepesi, mtu anakhalifu wazi amri ya Mtume alayhi salatu wasalam ambayo ni bana alayhi, imembainikia kwamba hii ni amri ya Mtume alayhi salatu wasalam na anaikhalifu. Pamoja na kwamba sisi umma huu wa Mtume alayhi salatu wasalam tumesamehewa sisi au tumepitishiwa sisi adhabu ya papo kwa papo, lakini yangelikuwa ni watu wa zamani, watu wa kipindi hicho, karne za watu zilizopita, palikuwa wanapokhalifu amri yoyote, adhabu inakuteremkia hapo. Lakini pia hata masahaba pia ridwanullahi ta'ala alayhi rasamu lana suratan, walituchorea sisi picha moja miongoni mwa picha ambazo ni maarufu zilizoonesha kwamba kukhalifu amri ya Mtume mmoja kunaweza kuletea balbala katika maisha yako ya duniani na akhera. Vita vya Uhud ni mfano wenye kupigwa katika historia hii ya Kiislamu. Vita vya Uhud, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopigana na makufar, baada ya kupigwa makufar katika vita vya Badri, wakaamua kuja kulipiza kisasi.
wakakutana katika uwanja wa Uhud au katika jabali la Uhud. Mtume alayhi salatu wasalam akayapanga majeshi yake, kikosi kimoja akakiweka juu ya mlima kule, akakiambia nyinyi, hata kama mkiona ya kwamba tumeshinda, hata kama mkiona tumepigwa, vyovyote mtakavyoona msiteremke kwenye hili jabali. Amri ya Mtume alayhi salatu wasalam. Na akamweka amir, kiongozi wao, kwamba wewe wasimamie hao wasiweze kuteremka huko chini, nyinyi kaeni huko juu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim walipokuja kuangalia vita vinavyoendelea, mara wanaona makufaru wanapigwa mpaka inafikia waislamu wanaanza kuokota ngawira na mali, dunia ikawasumbua. Kiongozi akamwambia bakini, msiondoke. Hapana, tayari habari imeshaisha. Kundi la watu likateremka, hali ya kuwa kiongozi na wakatazi. Walipofika huko chini, kumbe qaddara Allah ma shaa faala, wale makufaru wakiongozwa na Khalid ibn Walid kabla ya kusilimu wakawarudia kwa nyuma. Kwa hiyo masahaba wakajikuta wako nyuma, wapo katikati. Kuna wale makafiri walikuwa wanakimbia na kuna hao makafiri ambao wamekuja nyuma. Kwa hiyo hao waliokimbia wakaona kwamba ndugu zao wamesharudi, wako nyuma, kwa hiyo na wao wakarudi nyuma. Kwa hiyo makufaru wanakuja na hao huko wanakuja, masahaba wako katikati. Hapo ndipo Waislamu walipopigwa mpaka Mtume wetu alayhi salatu wasalam akadhurika na akapata jeraha kwa amri moja. Na ndio maana mnamkumbuka kwamba pale walipopigwa Waislamu, Abu Sufyan radhiyallahu anhu kabla ya kuslimu alikuwa ananadi kwa sauti ya juu kwamba wakuwa hao Waislamu wameshapigwa na mtume wao ashauliwa, haonekani kwenye uwanja wa mapigano. Abu Sufyan akawa ameshika lile sanamu la Hubal, analinyanyua hivi, anawaambia watu wake minal mushrikin kipindi hicho, anawaambia u'lu Hubal, linyanyueni sanamu la Hubal, nyanyueni juu. U'lu Hubal, nyanyueni sanamu la Hubal. Ndio wakati wake huu sasa, ameshashinda Hubal. Huyu ndio kuabudiwa, aliyekuwa anadaiwa na Muhammad sasa ameisha. Wapi Muhammad sasa hivi? Amekufa, watu wake tayari wameshaangamia hao. U'lu Hubal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaisikia sauti ya Abu Sufyan, anawaambia ala tujibuna, mbona hamumjibu huyo Abu Sufyan? Ajifakharisha, ala tujibuna, mbona hamumjibu huyo Abu Sufyan? Faqalu, wakasema kaifa nujibu ya Rasulullah, tutamjibu nini sasa? Hapo tayari Waislamu wamepigwa na Mtume yupo kwenye bonde la chini, kaumia, meno yake rabaiyatu, meno yake ya mbele haya yameumia na kuvunjika, bali na kile chuma cha helmet ilikuwa navaa ya kuzuia mishale kimeingia katika shavu lake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume alayhi salatu wasallam anawaambia masahaba, inna, mwambieni nahnu na'budu al-'aliyyu al-'azim, sisi tunamwabudu aliye juu tena mtukufu. Hii ni ishara ya kwamba makafiri wakapata nguvu kwa Waislamu kukhalifu amri moja tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Muislamu ambaye atakayetoa zakatul fitri akatoa pesa yake, kwa maana hii pesa anakwenda kwa fakiri, bwana hii hapa shilingi 6,000 yangu, nenda kanunue ya kwako chakula kwa ajili ya Eid, kwa ajili ya Eid ya sikukuu. Hii ndio zakatul fitr. Hapa Muislamu huyu anahesabika amekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kukhalifu amri ya Mtume ndio kama hayo ambayo nimekutolea mfano. Bali vile vile mwenye kukhalifu au mwenye kutoa thamani ya pesa kwenye zakatul fitri, mukhalifu li'amali sahabati ridwanullahi ta'ala alayhi, amekwenda kinyume na kazi na matendo waliyofanya masahaba, Allah waridhie. Fakanu yukhrijuna at-ta'am, masahaba walikuwa wanatoa chakula baada ya kusoma kwa Mtume alayhi salatu wasalam na kuelekezwa na Mtume alayhi salatu wasalam. Wao zakatul fitri walikuwa wanatoa chakula, hawakuwa wanatoa mali wala pesa. Kwa hiyo wewe ukija ukatoa pesa yako, maana yake umekhalifu kazi ya masahaba, umekhalifu tendo la masahaba. Na unakuta watu wengi wanaingiza rai, na Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala anasema wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl
fa innal amra yanjali wa anta ala siratil mustaqim. Jitahadhari na rai za watu na maoni ya watu. Al-Imam al-Auza'i anatuambia hivi, wa iyyaka wa araa ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl, hata kama hizo rai watazipamba kwa kauli na maneno mazuri mazuri, jitahadhari na rai zao. Fa innal amra yanjali, jambo litaisha hili, wa anta ala siratil mustaqim, na wewe utakuwa katika njia iliyonyooka. Jitahadhari na rai za watu hizi. Kwani mimi nikitoa pesa kuna shida gani? Shida iko wapi? Kwani asili ya chakula ni nini? Si pesa. Sasa mimi sitoi hicho chakula, mimi natoa pesa yangu. Halafu lingine, waweza ukampa mtu chakula lakini hana mboga, hana mkaa huyu, hana mafuta, hana chumvi huyu. Sasa ukimpa huo mchele atakula mchele mbichi. Rai. Haya ni maoni haya na mitazamo. Na mimi huwa ninatoa mifano mingi hapa kuonesha kwamba rai zetu kwenye dini hazina nafasi, muda wa kuwa zinakhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika mfano huwa nautoa ni mfano wa kutenguka na udhu. Mfano wa kutenguka na udhu. Tumekuona kuna bombani, umetia udhu wako, umeosha viganja, umesukutua, umeosha uso, mikono, kichwa umepangusa na masikio yake, halafu kaosha miguu yako. Watoka wewe kwenye bomba za maji, waingia msikitini, kabla ya kufika hapa kwenye safu umetenguka na udhu, umetoka na upepo kibinadamu. Umetoka na upepo kibinadamu. Tunakuona tena wewe hapa, warudi waenda bombani, waanza kuosha viganja. Mara waingiza maji mdomoni, mara wapalisha puani. Kwani pua na mdomo ndio upepo umetokea huko? Upepo umetokea kwenye mkono? Hivi viganja waosha vya nini? Huu mdomo unaosha wa nini? Pua, uso vimefanya nini? Ilikuwa kiakili na mawazo na rai uoshe sehemu ambayo upepo umetokea. Basi uende chooni ujimwagie maji sehemu upepo umetokea, halas ingie msikitini uswali. Lakini sheria imesema hapana, upepo umetokea huko ulikotokea, lakini nenda kaoshe viganja. Ingiza maji mdomoni, pandisha maji puani, osha uso wako. Ndio sheria hii. Maana yake rai haipo. Wa iyyaka wa araa ar-rijal. Kwa hiyo hizi rai ni mitazamo. Kwani mimi nikimpa mtu hela, tatizo liko wapi? Si anakwenda kununua mchele bwana, anakwenda kununua mafuta, anakwenda kununua nini, si mkaa. La, baki na lile lile. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ukatoa pesa yako, umekhalifu amri masahaba. Na nyinyi mnafahamu ya kwamba kukhalifu amri ya masahaba, kazi ya masahaba, ina hali mbaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fungua sura An-Nisa, aya inasema hivi: wa man yushaqiqir rasula, yoyote mwenye kumuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa uongofu kwamba haki ndio hii na sunna ndio hii na utaratibu ndio huu, ushabainikiwa kwamba halali ni hii na haramu ni hii, lakini ukamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, wayattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, na mtu akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Pigia mstari neno waumini. Na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Njia isiyokuwa ya waumini. Waumini wakina nani? Mimi na wewe. Waumini wanaoingia hapa ni ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni masahaba wa mtume ambao wale mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi Irbad anawasema, fa iyyakum fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu. Kwa hiyo makhalifa ndio masahaba hapa. Makhalifa hapa wanaoingia hapa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe ukikhalifu njia ya waumini, ukaacha utaratibu wao, ukaacha mfumo wao. Wao walitoa zakatul fitri nini? Walitoa zakatul fitri, walitoa chakula nafaka kwa mujibu waliofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao kasema hapana, mimi natoa pesa. Na ninatoa pesa kutokana kwamba naona huyu ninayemsaidia ana haja, ana shida fulani, mimi nampa pesa yangu tu basi. Shilingi 10,000 na bado chukua 10,000 zakatul fitri yangu. Umekhalifu amri masahaba. Sikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nuwallihi ma tawalla, atakaye khalifu njia ya masahaba tutamuelekeza huko walikoelekea. Yani wewe utakuwa ni mpingaji kila siku. Kila jambo unaloelekewa katika dini unaliingizia rai na mitazamo. Ndiyo malipo yako ya kwamba Allah amekuelekeza huko.
Kwa hiyo kila mafundisho sahihi yakija wewe wataka uingize akili yako. Mafundisho sahihi yakija naona hapa kidogo shilingi ifanye hivi, tungesogeza kidogo mbele hapa, au tungefanya hivi kukusanya watu wakakaa hapa. Haya ndiyo malipo ya Allah, anakuambia nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alikoelekea moja, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wasaati masira, na ni mafikio mabaya sana moto wa jahannam. Ameleta jahannam ili usije kadhania jahannam kama vile ni bonde au ni mtaa fulani kwamba utaingizwa kwenye mtaa huko fulani ndio jahannam. Akamalizia aya akasema wasaati masira, na hiyo jahannam ni mafikio mabaya mno kwa kukhalifu amri ya masahaba na kazi ya masahaba. Allah anakuwekea mafikio yako haya mabaya yote. Kwa hiyo yule ambaye atakayetoa zakatul fitr akatoa pesa yake, tunasema hivi, pesa tunayokusudia ni kumpa mtu. Lakini mathalan wewe shilingi yako 10,000 umeenda sokoni umenunua mchele kilo zako 2.5 kwa ajili yako wewe, ile kilo 2.5 ndio umeenda kumkabidhi fakiri. Hapo umemkabidhi mchele, haujamkabidhi pesa. Hii ndio sawa sawa. Lakini wewe kinachokatazwa ni yule fakiri yuko mbele yako, halafu wewe ampa hela kwamba hii hela hii ndio zakatul fitr. Hapo umekhalifu amri ya Mtume alayhi salatu wasalam, na umekhalifu tendo walilokuwa wanalifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu zakatul fitri ni jinsun muayyan, ni sampuli maalum, wa huwa ta'am, na ni chakula. Zakatul fitri ni chakula, sio pesa. Kwa hiyo kama mtu sasa tujalie umemuona yule unayemsaidia, unayempa zakatul fitri, umemuona kama ana shida fulani, umempa zakatul fitri ya kwako chakula, lakini unakuta kwamba mtu hana mkaa, hana mafuta, hana nini. Sasa kwa moyo wako sasa wewe kama wewe, baada ya kushampa zakatul fitri bwana, lakini mchele mafuta hauna, nyama vipi, mboga unayo? Sina bwana. Basi kwa hiyo pesa kanunue hivyo mahitaji mengine. Kwa hiyo hii pesa inakuwa ni ziada ambayo haihusiani na zakatul fitri. Kwa hiyo hii la basi umemsaidia Muislamu zako, lakini kuifanya ile shilingi 10,000 ndiyo zakatul fitri yako, kwa maana akili yako imesema ya kwamba kwa sababu ana mahitaji mengine, ana shida ya kitu kingine, hapa ndipo kwenye mgogoro, hapa ndipo kwenye shida. Lakini kama utanunua chakula kwa pesa yako ukamkabidhi, kisha baadaye ukaona na mapungufu fulani, ndiyo ukampa pesa yako kwa ajili ya kuziba ile mapungufu, ahlan wa sahlan, fa'ala al-ayn wa ras, hapo unaambiwa umefanya kheri tu kumsaidia ndugu yako, na zakatul fitri tayari umeshaitoa. Kwa hiyo kukhalifu amri ya Mtume ni wewe kwenda kutoa pesa, kukhalifu tena la masahaba ni wewe kutoa pesa badala ya kutoa chakula. Zakatul fitri inatolewa chakula, walillahi alhamd. Tumefanya hapa mwaka jana kwa wale watu ambao wasiojua, watu ambao mafakiri wanaokuja hapa, tunafanya wepesi kwamba yule ambaye anaona na yeye hawajui watu na nini, ulete chakula chako hapa, mchele wako 2.5 kiweke hapa. Ukifika muda maalum wa kutoa zakatul fitri, sisi tunawagawia hapo nje, la basa bidhani. Au mwingine anakununua mchele mwingi kwa ajili ya watoto wake na familia yake, watu wangapi, anapima kwenye mifuko kabisa. Akishapima kilo 2.5 anatia kwenye safuleti lake kubwa, aleta hapa. Basi tunamsaidia sisi kuwagawia mafukara wale mafakiri waliokuja kuchukua hapa. Basi wepesi umefanyika hivyo. Lakini pesa yako sisi kama unatuagiza bwana, pesa yangu mimi ni hapa, sisi pesa hatutoi, tunakwenda kununua chakula. Kama unaona ni ugumu, tenda kununua mchele tuweka hapa. Basi ndio kazi yetu tunaifanya, kwa sababu ya kuelekeza Uislamu ya kwamba hizi rai hizi, hii mitazamo hii kwamba kuna ubaya gani, kumetupeleka pabaya mno. Watu wanakhalifu amri za Mtume wazi wazi kwa sababu akili zao hazikubaliani na yale maelekezo aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu bimanni wa karamihi yurdana ila dini maradan jamila, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea kuangalia yale ambayo wameyataja wanachuoni katika kitabu cha Al-Fiqh Al-Muyassar
leo hii wanaanza na masala ya tano, na masala ya tano haya yanazungumzia fi wakati wujubiha wa ikhrajiha, na kwa wakati wa wajibu wa kuitoa zakatu alfitr, na kwa wakati wa wajibu wa kuitoa zakat alfitri. Shaangalia kiwango. Sasa leo tunaangalia wakati wa wajibu wa kuitoa zakatul fitr. Qala, nasema tajibu zakatul fitr, inawajibika zakatul fitr bi ghurubi shamsi, pale linapokuwa jua limezama, min lailatil eid, katika ule usiku wa sikukuu. Ule usiku wa sikukuu jua linapokuwa limezama, basi hapo ndio inakuwa wakati wa zakatul fitri umewajibika. Tujalie kwa mfano leo ni tarehe 29 katika mwezi wa Ramadhani. 29 imeingia baada ya maghrib. Kwa hiyo hapa tulipo hivi sasa tupo katika usiku wa tarehe 29. Tutaenda kesho yake asubuhi, mchana, ile jioni jua linapozama pale. Kule kuzama kwa jua maana yake ni kwamba kuna kukurubia kuingia usiku wa tarehe 30 au wa tarehe 1 Shawwal. Kwa hiyo zakatul fitri inawajibika kwa kuzama jua kwenye ule usiku, kama vile nilivyosema ya kwamba leo huu ni usiku tunaenda nao, asubuhi, mchana, jioni jua linapoanza kuzama pale ndio naozungumzwa. لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، ولإخراجها وقتان، وكوا هو ndio wakati wa wajibiku unaowajibika kutoa zakatul fitri. Waliikhrajiha, na kwa kule kuitoa zakatul fitri, waktani, kuna wakati wa sampuli mbili, kuna nyakati mbili ambazo sheria imezitaja wakati unawajibika, wakati unaofaa mtu kutoa zakatul fitr. Wakati wa kwanza unaitwa wakati fadila wa ada, na wa pili unaitwa wakati jawaz. Kuna wakati unaitwa wakati fadila, wakati mbora wa ada, na wakati mbora wa kutoa, wa wakati jawaz, na kuna wakati unaofaa. Hizo ndizo nyakati mbili ambazo sheria imezitaja kunako kutoa zakatul fitr. Fa amma waqti fadila, amma wakati ambao ni mbora, fa huwa min tulu'i fajri yawm al-eid, nao ni ule wakati ambao ni tokea machomozo ya alfajiri katika siku ya sikukuu, ila qubaili adai salati al-eid, mpaka kabla kidogo na kutekelezwa swala ya Eid. Machomozo ya salatul Eid au machomozo ya alfajiri ya siku ya sikukuu, mpaka itakwenda huo wakati kabla kidogo tu na kutekelezwa salatul Eid. Huu ndio wakati wa wakati fadila, maana tuna ubora mkubwa. Li hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam, amara bi zakatil fitri, aliamrisha itolewe zakatul fitri kabla khuruji nasi ila salah, kabla ya kutoka watu kwenda kwenye swala, kabla ya watu kutoka kwenda katika swala. Huu ndio wakati ambao wakati fadila itolewe. Mtume ameamrisha kuitolewe zakatul fitri kabla ya watu kutoka kwenda kuswali salatul Eid. Wa amma waqtul jawaz, na amma wakati ambao unaujuzu, fa huwa qabla al-Eid bi yawmin au yawmayn, nao ni wakati unaokuwa kabla ya Eid kwa siku moja au kwa siku mbili. Kabla ya Eid siku moja au kabla ya Eid siku mbili. Na wanachuoni wengine wanaona kwamba hata kabla ya siku tatu, na wengine wakaona hata pale inapokuwa nusu ya Ramadhani unaruhusiwa kutoa.
lakini Imam Shafi pia naye akaenda na kauli ya kwamba yafaa pia hata mwanzo wa Ramadhani ukatoa kabisa zakatul fitr. Hii ni kauli ya Imam Shafi, lakini warajihu huwa kauli jumhuri ulama, na kauli yenye nguvu ni ile ambayo wameenda nayo kundi la wanawachuoni wengi, ya kwamba wakati jawaz, wakati unaofaa ni ule wakati kabla ya Eid kwa siku moja au kwa siku mbili, kwa maana tarehe 28 na 29 au 29 na 30, nyakati mbili hizi. طيب لفعل ابن عمر رضي الله عنهما, kwa ushahidi wake ni kitendo cha Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Na sisi tunafahamu ya kwamba sahaba anapofanya kitendo cha ibada hawezi akafanya kitendo hicho min dhihnihi, kutoka katika akili yake, bali hayo ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja na kwamba katika masomo ya mustalahul hadith, masomo ya hadithi, inawezekana kwamba sahaba akawa akafanya kitendo lakini hicho kitendo ikawa hakina mustanad min an-nabii sallallahu alaihi wasallam, bali ni jitihada yake, haya na mambo mengine. Lakini kitendo cha Abdullah ibn Umar kwetu sisi ni hujja, kwa kuwa ni sahabiyun jalil na ni sahaba ambaye amedumu na kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi min as-sahabati lidhalika, na wasiokuwa yeye katika masahaba nao wamefanya hivyo hivyo, wametoa zakatul fitri kabla ya Eid kwa siku moja au kwa siku mbili. Tayeb, wala yajuzu taakhiruha an salati al-Eid, na wala haifai mtu kuichelewesha zakatul fitri kwenye swala ya Eid mpaka ile swala ya Eid ikapita, haifai. Swala ya Eid imepangwa watu na swali saa 2 kamili, inakwenda mpaka saa 2:45 au 3 kasoro 5 au 10. Wewe sasa zakatul fitri yako ukaja kuitoa baada ya salatul Eid kwenye saa 3, saa 4 ukaichelewesha. Sahihi ni kwamba la yajuzu dhalik, haifai hivyo kuchelewesha mpaka ikavuka salatul Eid. Fa in akharaha, na ikiwa mtu ataichelewesha, lakini hapo inabidi uzingatie ya kwamba ikiwa mtu ataichelewesha, maana kuna sampuli mbili za watu hapa. Kuna mtu anayechelewesha zakatul fitri bi'udhrin, na kuna yule ambaye anachelewesha bighairi udhrin, anachelewesha kwa udhuru, na kuna mwingine anachelewesha pasi na udhuru wowote. Hawa ni watu wawili tofauti. Tujalie kuna mmoja anayechelewesha mutaammidan qasdan, amekusudia kabisa kwa makusudi aicheleweshe, na kuna yule ambaye ameichelewesha zakatul fitri nasiyan, hakusahau mpaka salatul Eid imempita, amesahau na maandalizi kayafanya kwa ajili ya kutoa zakatul fitri. Hawa ni watu wawili wa sampuli mbili tofauti. Sasa wanasema wachuoni, fa in akharaha, ikiwa ataichelewesha zakatul fitri, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, akaja kaitoa sasa baada ya swala ya Eid, inazingatiwa hiyo ni sadaka miongoni mwa sadaka, sio zakatul fitri ambayo tumeisema fadhila zake. Itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka, kama vile unapotoa sadaka zako zingine, basi na yenyewe inakusanywa humo ndani. Wa ya'thamu ala hadha at-ta'khir, na anapata madhambi kwa huku kuchelewesha, anapata madhambi kwa kuchelewesha huku. Sasa hapa ndio inabidi fahamike hadithi mbili. Yule ambaye atakayechelewesha bi'udhrin, ameichelewesha zakatul fitri kwa udhuru, na bila shaka mwanadamu hawezi akakwepa hili. Ndiyo maana pakawa na masamehevu ndani ya Qur'ani kwa yale ambayo tumeyafanya kimakosa. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Inawezekana mtu akapitiwa au akasahau, huu ni katika udhuru. Sasa huyu mtu ambaye ameacha kutoa zakatul fitri bi'udhri, kwa udhuru, ima wa kusahau na ima yakapita aliyopita labda kutoka kwake huko
mpaka kwenye uwanja ule wa Eid amejitahidi alivyojitahidi, kakutana na mafoleni ya magari huku na huku, mpaka anafika pale amebeba mchele wake. Alikuwa anataraji awahi mapema sana na kaamka mapema ajitahidi, lakini mafoleni ya miji yao, vurugu za hapa na pale, au kavamiwa njiani anaondoka, au kapata ajali au ghairu dhalik, la qaddar Allah, anafika kule watu washaswali Eid wanasambaratika, tunaambiwa na udhuru. Sasa huyo mtu mwenye udhuru ikiwa atatoa baada ya Eid fala shay alayhi, hakuna tatizo lolote kwake yeye, zaka yake inakuwa imekubalika kwa sababu ana udhuru wa kisheria na alikuwa amekusudia kabisa mguu wake huu unakwenda kutekeleza ibada ya kutoa zakatul fitr. Lakini bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala aliyokadiria, wallahu ala kulli shay'in qadir. Kapata mtihani njiani, amechelewa salatul Eid na amechelewa wakati wa kutoa zakatul fitri, anafika habari imeshaisha na mkononi kashika zakatul fitri, anaruhusiwa kuitoa. Ama yule ambaye amefanya makusudi kabisa kwamba yeye amekusudia kutokuitoa kabla ya salatul Eid, mimi bwana nisikwame pale tunaenda kwa watoto maskini kuanza kuwapa watu mambo ya fedheha haya, mimi na cheo changu bwana na kadha wa kadha, kaita mambo mengi ya fikra zake za kibinadamu na rai zake na matamanio nafsi yake. Siwezi toa mimi sasa hivi, mida hii itaonekana kama nini ya nini. Akasema mimi nitatoa baada ya salatul Eid kwenye saa 5 pale, nitaenda kuwatafuta wapi ila ghairi dhalik, miongoni mwa mambo mengi sana. Sasa huyu amekusudia. Hukumu ya huyu kwa sababu amekusudia kufanya hivi, yu'tabaru athimu, anazingatiwa ni muovu, kafanya madhambi. Hapa anazingatiwa kafanya dhambi mutaammidan, kama kusudi. Moja. Mbili, vile fa alayhi an yatuba ila Allah, na ni wajibu juu yake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujutia kile alichokifanya na kwa kuazimia kutokifanya tena hicho kitendo. Atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu amekusudia kufanya baya. Tatu, wa an yastaghfir Allah, na muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi aljarima, kwa kosa hili alilolifanya. Amekusudia kabisa kwamba yasitoe zakatul fitr isipokuwa baada ya salatul Eid ndio atatoa zakatul fitr. Sio kwamba alikuwa na mpango au na ratiba zake kwamba atapata mchele baada ya salatul Eid. Nafasi ya kupata alikuwa nayo na amefanya makusudi. Kwa hiyo tunarudi kwenye ile kanuni ya kwamba madhambi makubwa yanatakikana yafutwe na jambo lililokuwa kubwa. Huu ndio uhalisia ulio. Yaani madhambi makubwa mtu ayafanya, yanatakikana madhambi haya yafutwe na jambo lililokuwa kubwa. Ndiyo maana nyuma tulisoma kwamba mtu ambaye ameacha kufunga Ramadhani makusudi, amekusudia kabisa, hana udhuru wowote, hatoambiwa ya kwamba lipa hiyo siku au ufanye toba alafu ndio ulipe, hatoambiwa hivyo. Lianahu qasada, amekusudia kabisa kutokuifunga Ramadhani, hana udhuru wowote wa kuumwa, wa safari hana, labda na hedhi au ni hana. Ameiona tu kama mimi sitaki kufunga Ramadhani, siwezi kukesha mimi kuanzia mchana asubuhi siri. Sheria inasema kwa huyu, kwa sababu kafanya dhambi kubwa, kafanya kosa kubwa, huyu sheria inamtazama ya kwamba kwa kuwa kafanya kosa kubwa, yatakikana alete jambo kubwa litakalofuta hilo dhambi lake kubwa, nayo ni at-tauba ila Allah. Afanye toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na toba sio kwenye kuweka paji la uso chini na kuviga pale na kusema atubu ila Allah wa atubu ila Allah, atubu ila Allah, natubu kwa Allah, natubu kwa Allah, umemaliza. Toba laha shurut, toba ina sharti zake, ina miko yake. Miongoni mwa hayo ni kuweka maazimio ya kutokulifanya hilo tendo tena. Bali sio hivyo tu, al-iqla', kana mtu ajivue
ajivue kama ana haki za watu, kama ana haki za Allah, ajivue kwamba sasa ninakwenda kuzitekeleza, na kama ana haki za watu ajivue awarejeshee. Hiyo ndio maana tauba. Na unapoambiwa kuazimia kutokurejea, maana ni jambo ambalo linatakikana liwe mutakarira, lenye kukaririka kwenye akili yangu kila saa. Mimi bwana siwezi rejea tena hili kosa la kukaa bila kufunga mwezi wa Ramadhani. Kama unajutia na kile pila ambacho umekifanya wajutia, hii ndio maana tauba. Kwa hiyo mtu akiwa na hali hii ya kutubia kwa muda wake kutokana na lile dhambi alilofanya, aambiwa sasa hichi kitendo kinaendana sambamba na dhambi ulilolifanya. Tofauti na mtu ambaye amefungua mwezi wa Ramadhani kwa makusudi, alafu wewe umwambia tu utalipa. Yaani hivyo kirahisi tu. Amekula kwa makusudi, amekunywa kwa makusudi mchana wa Ramadhani, alafu wewe umwambia wewe hukumu yako bwana, wewe utalipa huko siku zingine za baadaye. Bila shaka siyam, funga ataiona ni kitu ambacho hakina uzito wote, hakina thamani kubwa sana. Ukiacha kwa utalipa siku nyingine huko. Lakini lao ataambiwa toba, muombe msamaha Mola wako tabarak wa taala, akaijua toba jinsi gani ilivyo, na akajua jinsi gani Allah subhanahu anaombwa msamaha, kile kitendo cha yeye kulia kuomba msamaha kwa Allah subhanahu kitamtia uzito wa lile tendo alilofanya. Kwa hiyo dhambi kubwa linafutwa na jambo ambalo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo vile vile mtu ambaye atakuwa amekusudia kuto kuitoa zakatul fitri kwa makusudi kwamba ataitoa zakatul fitri baada ya salatul Eid, akakusudia hivyo, kwanza naambiwa huyu kafanya madhambi. Hili ni dhambi kubwa umelifanya, na unaambiwa ufanye toba. Na ikiwa hiyo utakachokitoa baada ya hapo kitaambiwa ni sadaqatun min sadaqat. Na hii ni kauli sallallahu alayhi wa sallam, wa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema man addaha, yule atakayeitoa zakatul fitr. Na hadithi hii imekuja Imam Abu Daud wa Ibn Majah na amehasinisha al-Allama al-Albani kwamba man addaha, yule atakayeitoa zakatul fitr kabla as-salah, kabla ya swala, atakayeitoa zakatul fitr kabla ya watu kuswali salatul Eid, fahiya zakatun maqbulatun, basi hiyo ni zaka yenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio yenye baraka na ndio yenye kufuta yale makosa na mianya uliyoipitia wewe katika Ramadhani pasi na kujua au na kujua. Fahiya zakatun maqbula, hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. Wa man addaha, na yule ambaye atakayeitoa zakatul fitr baada as-salah, baada ya swala, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, hiyo ni sadaka miongoni mwa sadaka. Hiyo ni sadaka miongoni mwa sadaqat. Ukaitoa tu baada ya kuswali salatul Eid, haitozingatiwa tena kwamba hiyo ni zaka. Tayeb, anaweza mtu akatafakari kidogo, akaweza kuvuta wigo, kivipi isiwe zaka na kivipi iwe ni sadaka? Kivipi isiwe zaka na kivipi isiwe sadaka? Jawabu ni kwamba imekuwa sadaka badala ya kuwa zaka kwa sababu ya maneno mawili. Neno la kwanza ni kabla na neno la pili ni baada. Sababu iliyopelekea kubadilika hali hiyo kutoka katika uzaka kuja katika sadaka ni maneno mawili, ni kabla na baada. Ingekuwa zakatul fitri lau ungeitoa kabla ya swala, na imekuwa sadaka miongoni mwa sadaka kwa sababu umetoa baada ya salatul Eid, basi. Kwa hiyo lau ungelifahamu neno qablu wa ba'du, ungelifahamu neno kabla na neno baada, wala usingeweza kuingia katika mlengo huu. Na ndio maana inatakikana waislamu wafahamu matamko ya nususu za kisheria, wafahamu matamko na matamshi ya nususi za kisheria, yani matamshi ya kisheria aliyoyatamka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au yaliyotamkwa na Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'an. Kwani kwa kutokuyafahamu matamshi hayo kunaweza kukampelekea mtu akakosa fadhila. Kwa kutokuyafahamu yale matamshi
kunaweza kumpelekea mtu akapata madhambi. Na haya matamshi hajulikaniki kwa wewe kukaa unatafakari katika akili yako wawaza mpaka mtu akaje darasani asome afuatilie aone utofauti wa matamshi na vile vile jinsi sigha zinavyotumika. Inawezekana matamshi yakatumika wewe ukayaona na maana fulani lakini uhalisia hayana maana hiyo. Matamshi unayaona kwa macho yako au unayasikia kwa masikio yako, lakini maana halisi inayokusudiwa ikawa hivyo ni kinyume na unapotafakari na ulivyoona wewe na kusikia wewe. Hii yote ni kutaka kwamba watu wachunge alfadh at-tashri'iyya, wachunge matamshi ya kisheria, kwamba zakatul fitri yatolewa kabla salatul Eid, na hiyo ndio inayozingatiwa yenye fadhila, na hiyo ndio inayozingatiwa ya kwamba yenye kumuondoshia mfungaji makosa aliyomtokea katika funga yake kwa kabla. Amma zaka au kitakachotolewa baada ya watu kuswali salatul Eid, hicho hakitokuwa kinazingatiwa kwamba ni zakatul fitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahiya sadaqatun minas sadaqat, ni sadaqa miongoni mwa sadaqa. Ujira umeupata wa sadaqa, si kama unapata ujira wa sadaqa, la, sadaqa ujira wake umeupata, lakini kile kiwango cha malipo makubwa umekikosa, kwa sababu hapa ujira wako umekuja katika mlango wa sadaqa. Ama yule ambaye amekutangulia aliyetoa kabla, yeye anapata ujira mkubwa wa zakatul fitr. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonesha, rasama lana suratan, ametuonesha sura sisi ya jinsi gani au wakati gani zakatul fitr hutolewa. Kuna wakati wa wajibu na kuna wakati ambao ni wajawazi, kwamba unafaa. Wakati wa wajibu ni min tulu'i al-fajr, wengine wakasema kwamba pale jua linapozama la usiku wa Eid, usiku ule unaenda mpaka unapoamka asubuhi kujiandaa na kwenda katika salatu ya Eid. Kisha baada ya kuangalia mlango wa zakatul fitri, tuje pia katika mlango wa kuzungumzia ibada ya Eid, kwa sababu muda pia umeenda, lakini napenda nitoe pia tambihi fupi tu ili hata tukija kesho pia tuangalie masuala ya salatul Eid. Min akhta'i nnas, katika makosa ya watu wanayofanya katika ibada ya Eid, miongoni mwa makosa ya watu wanayofanya katika salatul Eid, ikiwa swala yao ya Eid wameiswali katika musalla, wamekwenda kuiswali katika musalla kwa sababu ndio sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalam kwenye swala za Eid alikuwa akiswali katika musalla. Musalla ni mahala parefu, papana, viwanja, ili kusudio alipotaja liyashhadna almusalla alawatiq walhuyad wa dhawatul khudur, ili liyashhadna almusalla wa da'wat almuslimin, ili watu waje washuhudie ule wito wa Waislamu, watu wote waje washuhudie, waone Eid ilivyo. Moja. Mbili, vile vile ikatokea mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza mpaka al-huyad, wanawake wenye hedhi wanaambiwa waje waishuhudie ile salatul Eid. Wa dhawatul khudur, wanawake vigori waliokaa ndani kwa ajili ya maandalizi ya harusi, yani waliokaa majumbani wanafundwa, nao wanaambiwa watoke waje washuhudie ibada ya Uislamu. Kwa hiyo salatul Eid inaswaliwa katika musalla, ndio sunna. Sasa katika makosa ambayo watu wengi tuyafanya tunapokuwa katika musalla, pamoja na kwamba ni masala khilafia, lakini dhahiri ya kauli ni kwamba yenye nguvu ni kwamba hii ndiyo kauli ya sawa, kwamba haifai mtu anapofika katika musalla wa Eid aswali rak'atayn, afike katika musalla wa Eid halafu akaanza kuswali rak'atayn.
Ama lau ingelikuwa katika msikiti taban fahadha la basa minhu, kama ingekuwa salatul Eid inaswaliwa ndani ya msikiti kwa udhuru kama aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, udhuru ima wa mvua au hali fulani ya amani imekosekana, watu wakasalia msikitini, ahlan wa sahlan, ukiingia msikitini tahiyatul masjid. Ama katika musalla, sehemu ya watu, wewe ukifika pale endelea takbira zako, endelea takbira zako za siri za mtu mmoja mmoja peke yake, na wala sio takbira za pamoja za mmoja kusema wengine wanafuata kwa nyuma. Fahadhi min albid'ah. Kwa hiyo katika makosa ambayo watu wanayafanya katika musalla ni kitendo cha mtu kufika katika musalla na kuanza kuswali rak'ataini, kwa maana ya kukwambia hii ni tahiyatul masjid. Pamoja na kwamba madhehebu mengine yanasema ya kwamba yafaa kuswali rak'ataini kwa sababu musalla imechukua nafasi ya msikiti, kama musalla huu umechukua nafasi ya msikiti, kwa hiyo hukumu ya msikiti imehamia katika musalla. Kwa hiyo wao wakaona kwamba inafaa kufanya kutoa kuswali rakaa mbili kabla ya Eid. Lakini wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bora ya muongozo ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna nafsi sarih, hakuna dalili ya wazi ambayo Mtume alayhi wasallam ameelekeza hivi kwamba yule aliyekuja katika musalla umekuwa na nafasi ya msikiti basi yaswali rak'ataini badali ya msikiti. Hajatamka haya maneno Mtume alayhi wasallam, na yeye ndio akhsha an-nas, ndiye anayemuogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa a'lama an-nas, naye ndio mwenye ilmu kubwa katika watu wote, lakini hajaelekeza haya maneno. Haya wewe yatoa wapi? Badala ya kufuata muongozo wa Mtume Sayyidu Alinan sallallahu alaihi wasallam, unafuata hizi maachilio ya wanawachuoni ya kifiqh. Maki yanaitwa maachilio ya rai za wanawachuoni wa kifiqh. Basi dalili ad-din mabniyun bil athar, dini hii imejengeka katika msingi wa dalili. Unachokifanya midhali ni ibada, lazima uthibitishe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya chochote kile, kwa sababu ukikiwa unakifanya alafu Mtume hajakifanya, maana yake ni kwamba wewe umeongeza katika hii dini. Pia umemtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba khana risala, amefanya hiana katika huu ujumbe alikuja nao. Kuna vitu fulani na viacha, kuna mambo kayaacha. Kwa hiyo katika mikhalafa ambayo ni dhahir tena mutafashi, imeenea, anaiona mdogo na mkubwa, ni kuwaona mababa na wakina mama na vijana na wadogo wanakuja katika musalla, wakifika tu pale atandika msala wake pale, anaswali rak'atayn. Min aina lak? Umeyatoa wapi hayo? Nani kakufunza huo taratibu? Wewe ukifika katika musalla, cha mwanzo tulizana hapo hapo, anza kufanya adhkar, na tokio unatoka huko kwako barabarani, rindima ndani ya gari lako, ndani ya kifano chako, rindima na takbira Allahu akbar, zote hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezielekeza. Kwa hiyo kuanzia tu hapa leo hii insha Allah kuja kuangalia tena masala hii inayofungamana na Eid, ibada ya Eid hii jinsi gani inatakikana watu wafanye, na yapi ya msingi na yapi ambayo watu wameyafanya kimazoea ya kimakosa katika ibada hizi za Eid. Lakini kubwa pia niseme ya kwamba hakika hii dini ya Kiislamu ni dini ambayo ni mahfudhatu min indillah, ni dini ambayo imehifadhiwa kutoka kwa Allah subhanahu. Hataweza kutokea kiumbe yoyote akaibadilisha. Mahfudha, imehifadhiwa. Kauli za Allah, maneno ya Allah kwa maana Qur'ani imehifadhiwa. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia yote yamehifadhiwa. Mabovu yote yamebainishwa kwamba haya ni maneno sio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umma huu wa Kiislamu hapa ulipofika, hizi zinazojiona tashattutu wataba'thuru watafarruqu walikhtilafat, hii ni pasuko mnayoiona, migawanyiko mnayoiona, pamefunguliwa mlango mmoja. Ndio hali yote hii mnaiona, mlango wa kuzua mambo katika dini. Basi mlango
wa kuzua mambo katika dini. Basi mlango huu ulipofunguliwa zilikufa sunna zikahuishwa bid'a. Basi leo hii ukimwambia mtu kwamba hii ndiyo sunna anakataa. Ukimwambia kwamba hii ndiyo sunna anakataa, bali anaiona khilafu kinyume chake. Kwa hiyo umma wetu huu tulionao sisi tunapoishi sasa hivi, haya mazingira yetu ya dini tunayoishi nayo, hii migawanyiko na hii mipasuko, chanzo chake ni kikubwa kimoja tu: umefunguliwa mlango wa kuzua mambo katika dini. Sheitani amechangia, matamanio ya nafsi pia yamechangia, kupenda ukubwa wa dunia pia yamechangia, kutanguliza maslahi ya matumbo pia yamechangia. Dini imefikia hapa, yakielezwa mambo ya sunna mtu anaona kama ni tofauti, na yakiambiwa ya bid'a anaona mbona huyu anaiponda sunna, mbona anasema vibaya sunna. Angalia, hii ndiyo hali halisi ilivyo, kama alivyosema Hudhaifa ibn Yaman khabirul fitan radiyallahu anhu, kama alivyosema sahaba jalil Hudhaifa kwamba itafikia kipindi katika akhiru zaman utafanya kitendo wewe, utaambiwa bwana wewe umeacha sunna, hapo unafanya bid'a. Itafikia kipindi hicho. Ndio haya tulionayo sasa. Kwa hiyo natoa tambihi hii katika mlengo wa kukumbushana kwamba yawezekana ukaona ya kwamba haya aliyozungumza au tunayozungumza yakawa yanaendana kinyume na vile ulivyozoea wewe. Kwa hiyo vile unavyoona wewe kama ni kinyume, ndio uhalisia kwamba umma tayari ushapasuka. Yaani tayari tumeshapasuka na hali ya kuwa tujiona. Na sababu kubwa ya sisi kupasuka ni huo mlango umefunguliwa. Na ndio maana da'wa yetu sisi ahli sunna wal jamaa tujitahidi sana kuweka wazi na kubainisha, hata ikibidi kutaja watu tutawataja. Mlango huu wa bid'a sisi hatuutaki kwetu sisi. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufishe hali ya kuwa tunatetea sunna na tunaikiandamiza na kuididimiza bid'a, kwa sababu inaleta mipasuko mingi. Kana an-nasu ummatan wahida, watu walikuwa umma mmoja huko kwa Muhammad alayhi salatu wasalam. Dinuhum wahid, aqidatuhum wahid, manhajuhum wahid. Dini yao ni moja, manhaji yao ni moja, itikadi yao ni moja. Leo hii matokeo manini haya? Kwa sababu mlango wa bid'a umefunguliwa. Nasallallahu liman wa karamihi an yaruddana dini maradan jamila. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.